Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni siku ya 12 ya mafungo yetu ya kumaliza mwaka wa 2025 na kuombea mwaka wa 2026. Na ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wale wote ambao tunashiriki katika mafungo haya. Ni zaidi ya mataifa 180 duniani kote ambako tunashiriki kwa pamoja katika mafungo haya. Neno kuu linalotuongoza katika mafungo haya ni kutoka kitabu cha Luka mlango wa kwanza mstari wa 34b, neno alilosema Mama Bikira Maria, how shall this be? How shall this be? Litakuwaje neno hili? Litakuwaje neno hili? Litakuwaje neno hili? Na mada inayotuongoza na mada yetu ambayo tunatafakari ni from how to who. From how to who, na tunaangalia juu ya kauli mbiu yetu inawezekana. Somo letu la leo bado tunaendelea kujaliwa kuwa God at work, na tunamwangalia Hajiri. Tunamwangalia Hajiri katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 21 mstari wa 14 mpaka wa 21. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 21 mstari wa 14 mpaka mstari wa 21. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 21 mstari wa 14 mpaka 21, na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neno la Mungu linasema hivi: Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri, akamtwika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Nitarudia. Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri, akamtwika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja. Akaenda akakaa akikabili mbali naye kadiri ya mtupo wa mshale, maana alisema nisimuone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaaza sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamuita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka ukamuinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mungu akamfungua macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Mungu akawa pamoja na huyo kijana, naye akakua, akakaa katika jangwa, akawa mpiga upinde. Akakaa katika jangwa la Parani, mama yake akamtwalia mke katika nchi ya Misri. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu uliye mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, mfalme wa amani, mbingu na nchi zimejawa na utukufu wako, na malaika na maserufi na makerubi na wazee 24 na jeshi la mbingu za mbingu linakutukuza na kukuabudu daima. Kwa hiyo roho yangu inakuadhimisha asubuhi ya leo, Mungu mwenye enzi, kwa matendo yako makuu katikati ya maisha yetu. Na saa imefika na sasa ipo, ujitwalie utukufu, umtukuze mwanao, na useme na ulimwengu waziwazi, wala usinyamaze. Ulitume neno lako, nalo halitakurudia bure, na damu ya Yesu iliyobeba uhai wa Mungu ikitupatanisha na enzi yako daima,
Utubariki Bwana sasa na milele, useme na mioyo yetu, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa mabibi na mabwana, ni habari za Hajiri. Habari za Hajiri ambaye alikuwa ni house girl wa Ibrahim na Sara, ambaye pia Sara alimshawishi Ibrahim kwa sababu yeye alikuwa tasa, akamwomba kwamba apate uzao kutoka kwa huyu kijakazi anaitwa Hajiri, mwanamke wa Kiafrika. Na Biblia inasema Hajiri alipata mimba kutoka kwa Ibrahim, akapata mtoto wa kiume jina lake Ishmaeli. Na kwa sababu ya machukio binafsi, Sara akamtesa sana Hajiri, na Hajiri akatoroka akiwa mjamzito, lakini malaika wa Bwana akakutana naye, akamrudisha, akamwambia rudi ukanyenyekee kwa bibi yako Sara, na akarudi. Na aliporudi, Biblia inasema alijifungua mtoto wa kiume, wakamuita Ishmaeli. Na hii ni mara ya pili ambako Hajiri anatoka katika nyumba ya Ibrahim, mtoto akiwa na takribani miaka 15 kwenda miaka 16 hivi. Na Biblia inasema katika mistari ambayo tumesoma namna ambavyo Ibrahimu alimtoa Hajiri katika nyumba, na alimtoa kwa shinikizo kubwa sana la Sara. Sara alimtesa Hajiri kiwango cha kuandikwa kwenye Biblia, ni kiwango kikubwa cha mateso, na alimsababishia Hajiri trauma, na alikuwa akihakikisha ya kwamba anamzuilia kuwa. Lakini ahimidiwe Mungu kwa sababu Mungu alimjalia kuwa. Na Hajiri aliishi katika trauma kubwa sana ya kugandamizwa, ya maumivu, ya kunyanyaswa na kuteswa. Kama kuna mwanamke ambaye amewahi kupata trauma, basi moja ya trauma ambayo alipata mwanamke huyu Hajiri. Na Biblia inasema hata walipoondoka nyumbani, akaenda njiani, yale maji yakaisha, akamuona mtoto wake anatoa ulimi, mtoto anakata roho, akamweka chini ya kijiti kimojawapo, na akasema nisimuone kijana akifa. Akapata tena trauma kubwa katikati ya jangwa, akimuona mtoto wake anapokufa mikononi mwake kwa kukosa maji. Mabibi na mabwana, kama nilivyozungumza, Mungu alipokutana naye mara ya kwanza alimwambia nitaubariki uzao wako na watoto wako nitawafanya kuwa taifa kubwa, rudi kwa Sara. Lakini Mungu alimwambia maneno haya ya matumaini. Lakini anapofika katika jangwa hili, Hajiri anajiuliza pia, how shall this be? Litakuwaje neno hili? Litakuwaje neno hili? From how to who? Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo ninazo hoja chache na za kifalsafa na kitheolojia ambazo ningependa tuweze kutafakari pamoja asubuhi ya leo. Hoja za kifalsafa na kitheolojia. Moja, katika utajiri wote wa Ibrahim, alimpa Hajiri mkate na kiriba cha maji, akamtwisha begani. Katika utajiri wote wa Ibrahim, alimpa Hajiri mkate na kiriba cha maji, akamtwisha begani. Hajiri na kijana Ishmaeli wakapotea katika jangwa la Beersheba. Hajiri na kijana Ishmael wakapotea katika jangwa la Beersheba. Wapendwa mabibi na mabwana, Ibrahim ni baba wa imani na tunamheshimu, lakini pia ni kama receptionist. Yeye ndiye anayepokea, yuko reception ya mbinguni, ndiye anayepokea watu wanaokwenda mbinguni. Alimpokea Lazaro kifuani mwa Ibrahim, Biblia ndivyo inavyosema. Kwa hiyo siwezi kuongea sana kwa sababu ndiye atakayenipokea.
Hebu punga mkono. Na kama unataka kuleta mauzi ofisini, umuuzi secretary ambaye yuko reception, ambaye ndiye anapokea watu. Lakini kwa kweli pamoja na kwamba ndiye anayepokea watu mbinguni na yuko mbinguni, lakini tunataka kujadili mambo machache hapa ya kitheolojia na ya kifalsafa. Na hii kusaidie katika maisha yako, usiumizwe na watu. Muamini Mungu, si watu. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Biblia inasema Ibrahim ambaye alimchukua huyu house girl akazaa naye kwa shinikizo la Sara, ili Sara apate mtoto kupitia kwa mjakazi huyu, na mtoto akapatikana. Lakini Sara akasimama kinyume kabisa cha huyu binti kwa kiwango cha hali ya juu. Alimtesa kiwango cha kuandikwa kwenye Biblia. Na Biblia ninayosoma inaniambia ndipo Ibrahimu akamtoa. Sara akamwambia mtoe huyu mwanamke pamoja na mtoto wake. Pale Sara alipopata Isaka tu, akamwambia Ibrahimu, tafadhali, nilikuwa naitwa tasa, sasa mimi ni mama mwenye nyumba na mtoto wangu wa kiume nimemzaa uzeeni na miaka 90, naomba umtoe huyu mwanamke ambaye ni mjakazi pamoja na mtoto wake. Wakakubaliana atoke. Na mimi sina mashaka na kutoka, lakini mashaka yangu ni namna gani alitoka kwenye mikono ya Ibrahim. Ibrahim alikuwa a very blessed person, na ndio Biblia inasema baraka za Ibrahim, tunabarikiwa na baraka za Ibrahim. Mataifa ya dunia tunazungumza juu ya Abraham blessings. Alikuwa amebarikiwa sana. Lakini Ibrahim alipomtoa Hajiri katika ile nyumba ya kwake, nyumba iliyokuwa ina ngamia, ina punda, ina farasi, ina wafanyakazi, mamia ya vijana, maelfu ya watu waliokuwa wanafanya kazi. Ninyi mkitaka kujua utajiri wa Ibrahim, kuna wakati ndugu yake anaitwa Lutu alienda akavamiwa katika nchi ya Sodoma na Gomora. Akavamiwa na wafalme watatu. Ibrahimu aliondoka na watu wa nyumbani kwake zaidi ya 600. Alienda aliwapiga wafalme, yani familia yake ilikuwa kama taifa. Anaweza kuondoka na familia na akafight against government, na akaweza kupiga wafalme watatu, na akamuokoa ndugu yake Lutu aliposikia Lutu amechukuliwa mateka. Kwa hiyo nyumba yake ilikuwa ina silaha, ilikuwa ina jeshi, ilikuwa ina farasi, ilikuwa ina vitu vingi sana, na ilikuwa ina chakula cha kulisha maelfu ya watu. Lakini Biblia inasema siku alipomtoa Hajiri katika nyumba yake na firstborn wake, alimpa mkate mmoja. Mkate. Biblia inasema, hebu nirudishie ule mstari wa 14, Mwanzo 21:14. Nikusomee vizuri ili uweze kuelewa. Mwanzo 21:14. Biblia inasema Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba. Mkate na kiriba. Je, umeona mikate? Ni mkate single. Mkate na kiriba. Kiriba cha maji. Alafu Biblia inasema akamtwika begani mwake. Si akaweka ile package au kile kikapu cha safari na chakula cha njiani, akaweka kwenye farasi au punda au ngamia, akamtwika begani na kijana, akamwambia tafadhali muendezeni. Wakaanza safari ya kutoka pale walipokuwa. Ni kitu cha kubeba begani, si dhahabu. Nyumba ilikuwa ina dhahabu, ina fedha, ina utajiri wa kila kitu. Lakini Hajiri alitoka katika nyumba ya Ibrahim na mkate na kiriba cha maji. Kiriba cha maji ni yale maji ya kwenda shambani. Wale ambao tumelima huko vijijini, unajua unapoenda shamba unabeba maji ya kwenda safari kwenye hilo jangwa unalokwenda kulima au shambani. Wale wanakijiji wenzangu wanafahamu tuliokuwa tunalima. Kwa hiyo ni almost haizidi, ni kati ya lita 3 mpaka lita 5 ile dumu la maji la kubeba kwenda shambani.
chupa ya maji. Halizidigi hapo kwa sababu utalemewa. Huwezi kubeba ndoo nzima ya maji unaenda shamba, uchizi huo. Huwezi. Ni lita 2, lita 3, na beba kidumu cha maji, safari ya huko unakoelekea. Na ndivyo ambavyo Hajiri aliondoka na kiriba cha maji, akaenda nacho katika safari, akaondoka na mtoto na mkate amebeba kwenye bega lake, kutoka katika nyumba ya Ibrahim. Wapendwa mabibi na mabwana, na kwa kuwa Ibrahimu atakuwa receptionist wangu siku ile nikifika mbinguni, nitamuuliza swali moja. Na mimi nitasema siwezi kuongea naye Kiswahili, hakitoshi. Taongea naye Kichaga cha Marangu. Manake nafikiri tutaelewana kwa lugha zote za mataifa. Manake anapokea kila mtu. Anapokea kila kabila. Na kwa sababu atakuwa pale reception akipokea watu, nitamuuliza swali moja. Nule karia kura ifu namka chukununumba ko mwinenga mlingo ngala. Yani ulisubutuje kumtoa mtoto wako wa kwanza na huyu binti mjakazi ukampa maji? Nyie mnasemaga maji, Waswahili mnasema maji ya kunywa, maji ya kisima. Sisi kule kwetu Marangu tunasema mlinga ongala, yani ni maji ya kaa. Kaa ni wale wanaoishi kwenye maji. Kule kwetu Kilimanjaro kuna mifereji na kaa zinatembea kwenye hayo maji, na maji ya kwetu yanayotoka mlima Kilimanjaro moja kwa moja, hayana sijui matakataka gani, hakuna kuchemsha maji. Sisi tunakunywa maji mferejini, na kule kuna kaa zinatembea mle ndani ya mifereji. Na sisi tunasema mlinga ongala, yani maji ya kaa. Mwanamke huyu anatokaje kwenye nyumba ya bilionea na maji peke yake? Hakuna punda, hakuna dhahabu, hakuna fedha, hakuna chakula cha zaidi, mkate mmoja na chupa ya maji, na akamtwisha begani mwake na akawaacha wakaenda. Nule karia kura ifunamka chuna manachu kisoro mbele chukumi ninja mlingo ngala. Huyo ni Ibrahim. Maji ya kunyu, Biblia inasema yale maji yakaisha katika lile jangwa. Kuna agenda isiyoandikwa katika Biblia. Kama kijana na mwanamke na binti huyo Hajiri wamepotelea katika jangwa la Beersheba, na wameenda katika jangwa la Beersheba, wakapotelea katika jangwa, mkate ukiisha na maji yakisha, death. Kwa maana nyingine ni kama mtu amekusend, amekutuma uende ukafe, ila ukafie mbali. Na wakati Hajiri anatoka asubuhi na mapema, na Sara anamwambia ondoka. Ondoka, hapa una chako. Atuzungumzi sana, lakini kuna fitina ya ndani iliyopikwa ikaiva. Nione ukimtoa huyu mwanamke na kitu kwenye hii nyumba. Na unajua huyu dada Sara alikuwa ni wale wanawake tafu. Yani unajua kuna wanawake na wanawake. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Kuna kina Manka. Yani alikuwa tafu. Akamwambia Ibrahim, nione atoke na kitu hapa. Vitu ni vya mtoto wangu, muondoe. Na akaondoka. Unajua Biblia ni nzuri sana inapoongea, very romantic, yani inapoongea juu ya mtu na ikafunika. Lakini nilishtuka mimi kuona, akasema huyu ndio baba wa imani. Lakini nataka kuzungumza nini hapa? Biblia inasema hivi katika kitabu cha Samueli, heri kuanguka katika mikono ya Mungu yenye rehema kuliko kuanguka mkononi mwa mwanadamu ambako hakuna rehema. Ni heri. Kama unaandika, unaweza ukaandika hoja hii pamoja nami. Ni heri kuanguka katika mikono ya Mungu yenye rehema kuliko kuanguka katika
mikono ya mwanadamu ambako hakuna rehema. Katika kitabu hicho cha Samueli wa pili, ule mlango wa 24 na mstari wa 14, Biblia inasema hivi. Samueli wa pili mstari wa 24, mlango wa 24 mstari wa 14. Naye Daudi akamwambia Gadi, nimeingia katika mashaka sana. Basi sasa na tuanguke katika mkono wa Bwana, kwa kuwa rehema zake ni nyingi, wala nisianguke katika mkono wa wanadamu. Mabibi na mabwana, ni heri kuanguka katika mikono ya Mungu yenye rehema. Ni heri kuanguka katika mikono ya Mungu yenye rehema kuliko kuanguka katika mikono au mikononi mwa mwanadamu ambako hakuna rehema. Mikono ya mwanadamu haina rehema. Ingekuwa na rehema, mikono ya mwanadamu ingekuwa na rehema, wala Ibrahimu asingempa Hajiri kiriba cha maji na mkate mmoja kuelekea jangwa la Beersheba. Sasa ninataka kuzungumza mambo machache hapa asubuhi ya leo, na Mungu akusaidie kuelewa. Hoja ya pili kwa haraka. Hoja ya pili, uwe na hakika Mungu atakujalia kuwa hata katika mashaka ya jangwa lisilo na maji. Uwe na hakika Mungu atakujalia kuwa hata katika maisha ya jangwa lisilo na maji. Kwa sasa unapitia jangwa gani katika maisha yako? Unapitia jangwa gani? Yaani kuna jangwa lipi? Ni jangwa lipi ambalo unapitia katika maisha ya kwako asubuhi ya leo? Kuna watu ambao unapitia katika ukame na ukaufu. Unaona kabisa kuna vitu ambavyo vimekauka katika maisha ya kwako. Na unaona kabisa kuna jangwa, unahisi jangwa ndani ya maisha ya kwako. Una jangwa la kiroho, una jangwa la kiuchumi, una jangwa la kifedha, una jangwa hata la amani. Unajisikia kwamba una jangwa. Ni jangwa lipi ambalo unapitia katika maisha ya kwako? Lakini nina habari njema asubuhi ya leo zinazoondoa habari mbaya, ya kwamba Mungu aliyemfungua Hajiri macho akaona kisima katikati ya jangwa, na afungue macho yako uone fursa zilizopo, na uone fursa zilizopo. Mungu akupe neema ya kufunguka macho. Na ni maombi yangu hata katika ibada hii ya Friday prayer ya leo, usikie kuomba Mungu akufungulie macho yako uone sawa fursa na nafasi na vitu ambavyo Mungu anakusudia ufanye katika maisha ya kwako. Uwe na hakika Mungu atakujalia kuwa hata kama unapitia katika jangwa fulani kwenye maisha ya kwako leo. Na ninajua kwa hakika kuna watu ambao wanapitia kwenye jangwa na majangwa kadhaa katika maisha yao. Tafakari tu juu ya rehema ya Mungu, wala usiangalie juu ya mikono ya wanadamu. Na ninajua kuna watu ambao mikono ya wanadamu imewajeruhi, na unatembea na majeraha ya mikono ya wanadamu. Na kuna wanadamu wengine ulitegemea wafanye mambo makubwa, kama Hajiri ambaye ameleta mtoto wa kiume katika boma. Anaondoka na kijana wa miaka 15, miaka 15, 16, Ishmael. Lakini anaondoka na kiriba cha maji, chupa ya maji na mkate mmoja, ndani ya utajiri mkubwa. Anatembea kwa miguu, ameacha mamia na maelfu ya farasi na ngamia na watu ambao wangeweza kumbeba. Lakini for what? Watu na mkono wa mwanadamu. Ni heri kuanguka katika mikono ya Mungu, maana kuna rehema, wala usianguke katika mikono ya wanadamu ambako hakuna rehema. Na kuna watu wengi sana mnatafuta mkono wa mwanadamu. Yani uko kazini, ushanyenyekea mpaka sasa unataka kuacha kutembea kwa nyayo, unataka uanze kutembea kwa magoti.
Yani sasa unataka kubadilisha style ya kutembea. Shanyenyekea vya kutosha na unakazana kuona namna gani moyo wa mtu, yani namna gani mkono wa binadamu ni kiongozi wako kule kwenye taasisi, ofisini, kwenye familia, ni mtu ambaye unategemea anaweza kunisaidia, labda kusaidia mtaji, labda kukusaidia kwenye familia. Yani unafikiri ni mtu anayeweza kukusaidia, na ukiangalia unaona kabisa huyu jamaa anaweza kunisaidia, na vya kunisaidia vipo, lakini umeshahangaika na umejeruhika moyo wako na vya watu na mkono wa mtu. Angalia kwenye mikono ya Mungu ambako kuna rehema. Umejeruhiwa sana na mikono ya watu na mkono wa mwanadamu katika maisha ya kwako, na unaangalia wengine tangu utoto, mkono wa mtu, mkono wa mwanadamu hauna rehema hata siku moja, hata siku moja. Naonaga watu, mimi nimesomesha yatima wengi, nimewalea na kuwapeleka chuo. Ukisikia historia yao utalia machozi. Kuna mmoja anasema baba yangu ndiye alimchukua baba mdogo akamsomesha mpaka akawa profesa wa university, anayejua elimu ni kitu gani, na alisomeshwa na marehemu. Baadaye baba na mama wakiwa wanatoka kwenye sikukuu ya Christmas wakapata ajali, wakafa wote wawili siku moja. Baba mdogo tulikwenda kuzika kule nyumbani, akasimama kwenye matanga, akasema anakuja kutusomesha huku Dar es Salaam. Na alipofika hapa Dar es Salaam tuliishia kuwa mimi na dada yangu wafanya kazi kwenye banda la nguruwe na kuku na mradi wake wa kuku. Na anawaambia mtakoma, na vitu vya baba yetu akavichukua na viwanja akauza, akabadilisha vikawa vya kwake. Mkono wa mwanadamu. Nikaona kama ananitania, nikachukua yule mtoto nikamsomesha mpaka akawa daktari kabisa, anatibu binadamu leo. Ameshaoa na familia yake. Nilikuja kumuona huyo profesa siku ya harusi ya yule kijana, ndiye anatokea. Namwambia, ni kweli wewe ni baba mdogo wa huyu? Hata ni maisha gani aliishi, ni maisha gani alikaa, amekuja naye kwenye harusi. Na wakati wa kutambulisha baba anasimama anapunga mkono, baba. Wanadamu. Na kwenye harusi mpaka kamsahau na jina, hata ajui jina la mtoto. Na mimi namwangalia tu, mimi ndio nimelipa ada, mimi ndio nilipa mahari, ndio nimeoza, ndio nimelelea, lakini mimi si damu yake. Damu yake ni huyu ambaye alichanganya vya kwake akachanganya na vya marehemu, vyote, na watoto akawageuza kuwa wafanyakazi wake. Mkono wa mtu. Na sijajua ni mkono wa mwanadamu yupi uliyejeruhi maisha yako kwa kiasi hicho. Sijui. Na sijui ni mkono upi wa mwanadamu ambao unauangalia kama tumaini kwenye maisha yako. Kama mkono wa mwanadamu wa Ibrahimu ulitenda hivi, mimi naanza kukushauri mapema, chomoa betri mapema. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Mtumaini Mungu, ngojee Mungu. Usikae unalalamika kwa ajili ya mtu. Usije ukalala unawaza juu ya mtu. Mtu ana maisha yake, wewe una maisha ya kwako. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa na wangempigia Jehova makofi mengi ya shangwe, haleluya. Unawaza juu ya binadamu. Mikono, ni heri kuanguka mikononi mwa Mungu, kuna rehema. Usianguke katika mikono ya mwanadamu ambako hakuna rehema. Na Biblia inasema amelaaniwa mtu anayemtegemea mwanadamu na moyoni mwake amemwacha Bwana. Kumtegemea mtu na kutafakari juu ya mtu na kulala ukiwaza juu ya mtu na kusema kama si mtu fulani nisingekuwa hapa, huo ni uenda wazimu. Yani, unajua unaweza ukabeba maisha yako ukayapachika kwa mkurugenzi wako, kwamba kama sio mkurugenzi mimi nisingekuwa hapa, kama sio bosi wangu mimi nisingekuwa hapa. Na unaweza kupata excuse ya kumwangalia fulani, ukaua uwezo uliokuwa ndani yako kwa sababu unamwangalia fulani. Unajua anapendeleaga fulani.
wale ndio wanaendaga, sijui wale ndio wanapataga safari, wale ndio wanapataga scholarship, wale ndio wanawasaidiaga. Mimi hapana, mimi fungu la kukosa. Ukapata excuse na ukakaa kwenye hiyo excuse na ukafarijika, ukakill your dream, ukaua ndoto yako na maono yako na uwezo wako. Na ni rahisi kusingizia maisha yako kwamba nateseka kwa sababu ya fulani. Hiyo haipo hata siku moja. Hata wale wenye ukoma waliondoka kwa miguu yao ya kubalia, hawana vidole, lakini walirudi wakailisha nchi iliyokuwa inaukiwa, ina njaa. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Watu waliokuwa wanakula njiwa, mfalme anakula njiwa, anakula mavi ya njiwa, anakula kichwa cha punda. Wenye ukoma walikuja asubuhi, wanaunga mzuri. Wakati nchi inateseka, wenye ukoma walikuja. Nataka nikuambie, hakuna excuse wala kumwangalia fulani wala kumwangalia huyu na kuamini yule ndiye anatupeleka kwenye matatizo. Never. Lazima usimame kwa maisha ya kwako. Maisha ni ya kwako, lazima uyasimamie mwenyewe na uhakikishe hakuna kitu ambacho kinakusababisha uanze kusingizia. Na watu hapa ni mabingwa wa kusingizia. Yaani mimi ningepataga mwanamke kama mke wa fulani, unamjua? Kama mimi ningepata mwanaume kama mume wa fulani, unamjua? Wewe unamjua huyo mtu au unamuonaga tu kwa mbali na siku anatambulishwa hivi? Na Biblia imesema usitamani nyumba ya jirani yako, wala mke wake, wala chochote alichonacho. Haujui kunguni wa hiyo kitanda. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Maana kuna watu wasema mama fulani ninapomuona anatoka, mama fulani wewe huyawezi. Nataka kuzungumza nini hapa asubuhi ya leo? Nataka kusema lazima uangalie maisha yako na uone namna gani ambavyo unaenda katika maisha yako ya kawaida. Hoja ya tatu na ya mwisho. Mungu alimjalia Hajiri na Ishmaeli kuwa na uzao na kizazi cha wafanyabiashara wa kimataifa na matajiri waliomnunua Yusufu na kwenda kumuuza Misri. God at work. Mungu yupo kazini. Kuna heshima Mungu anaitengeneza katika maisha yako baada ya kujeruhiwa na mikono ya binadamu. Mungu atakujalia kuwa. Haleluya. Kuna heshima. Biblia inasema Mungu alimjalia huyu binti Hajiri katika lile jangwa. Mungu akamjalia akaona chemichemi katikati ya jangwa. Na Mungu akamjalia neema ya kusimama katika maisha ya kwake binafsi ya kujitegemea. Na Biblia inasema hivi, kwa neema ile ambayo Mungu alimjalia, akampa uzao na watoto kutoka kwa Ishmaeli, wakawa wafanyabiashara wakubwa. Huyu mwanamke ambaye aliondoka na kiriba cha maji na mkate, alikuja kumununua mjukuu wa Sara anayeitwa Ishmaeli, anayeitwa Isaac, anayeitwa Yusufu. Anayeitwa Yusufu. Ndugu zake wamemuuza watoto wa Yakobo. Waliomnunua ni watoto wa Hajiri. Wanafanya biashara, wana trade, an international trading, wana trade kimataifa, wana biashara za kimataifa, wananunua vitu mpaka watu. Achana na Mungu akitaka kuinua watu. Kwa hiyo yule mjukuu wa yule mama aliyemfukuza Hajiri, mjukuu wake sijui kitukuu. Nataka nikuambie hawa wa jamaa uzao wa Hajiri, wa Arabu, walimnunua kwa pesa. Wakaenda wakamuuza Misri kwa Potifa. Ni wafanya biashara wa kimataifa. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo nataka nikuambie hivi. Ibrahim alitoa chupa ya maji yakaisha jangwani, lakini Mungu akatoa kisima cha maji na chemichemi ya maji yasiyoisha jangwani. Nitarudia tena. Ibrahim alitoa chupa ya maji yakaishia jangwani, lakini Mungu akatoa kisima cha maji na chemichemi ya maji yasiyoisha jangwani. Mungu ndiye Mungu. Mungu ndiye Mungu. Na mimi nataka niseme hivi, kasoro na udhaifu wa mikono ya mwanadamu usikutoe katika kusudi
la Mungu. Kasoro na udhaifu wa mikono ya mwanadamu usikutoe kwenye kusudi la Mungu. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo acha nikuambia kwamba Mungu atakujalia kuwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninasimama kwenye madhabahu hii, ninakutangazia kwa neno la Bwana ya kwamba kuna heshima ambayo Mungu anaitengeneza katika maisha yako. Baada ya kujeruhiwa na mikono ya wanadamu, kuna heshima ambayo Mungu anaitengeneza. Wako wapi watu wachache wanaosema kuna heshima ambayo Mungu anaitengeneza? Na mimi ninajua mikono ya wanadamu imekuletea hasara, mikono ya wanadamu imekusikitisha, mikono ya wanadamu wengine imeua vya kwako, lakini nasimama kwenye madhabahu hii, ninakutangazia kwamba kuna heshima ambayo Mungu anaitengeneza. Ikiwa aliitengeneza kwa Hajiri, na itengenezwe katika maisha ya kwako. Oh my God, nataka nisimame mbele za Bwana jioni asubuhi ya leo, ninakutangazia kwa neno la Bwana, wale wanadamu ambao wakati mwingine wana mikono yao inatoa chupa ya maji na mkate mmoja, lakini Mungu anatoa maisha. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa sawa sawa hapa? Nasema Ibrahimu alitoa kiriba cha maji na mkate, lakini Mungu akatoa chemichemi na maisha. Na mimi ninasimama mbele za Bwana, ninatangaza waziwazi, kama msaada wa mwanadamu umeisha, natazamia msaada wa Jehova. Wako wapi watu ambao wananielewa? Na mimi ninatangaza kwenye madhabahu hii, na ukutane na msaada wa Jehova katika maisha ya kwako. Oh my God, my God. Msaada wa Ibrahimu ulikuwa ni kiriba cha maji na mkate. Msaada wa Bwana ulikuwa ni chemichemi, kisima cha maji cha milele na maisha katikati ya hicho kisima. Na mimi ninazungumza kwenye madhabahu hii, oh my God, oh my God, oh my God. Kila mkono wa mwanadamu ambao ulikuwa umekatishwa tamaa kwa msaada wake, na msaada wa mkono wa mwanadamu unapoishia, hapo ndipo msaada wa Jehova unapoanzia. Hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana wa mabwana. Wako wapi watu wachache hapa wanaosema ni rehema za Jehova? Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie ni rehema za Bwana hatuangamii. Waambie tena ni rehema za Bwana hatuangamii. Rehema za Bwana hautaangamia. Watoto wako hawataangamia, kazi ya mikono yako haitaangamia, wewe mwenyewe hautaangamia. Wako wapi washindi wachache hapa wanaosema ni rehema za Jehova? Ukituona tunatembea, ni rehema za Jehova. Mikono ya watu ilishatuacha, mikono ya watu ilishatuzika, lakini ukituona tunatembea, ni rehema za Jehova. Wako wapi watu wachache wanaosema ni rehema za Bwana wa mabwana? Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, ninakutangazia rehema ya Bwana na iwe juu yako. Washindi wachache wangesema amina, na wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Piga Yesu asikie. Haleluya. Yes, maisha ya msaada wa mkono wa mwanadamu una ukomo, na ukitegemea mkono wa mwanadamu utakuwa na ukomo, kama ambavyo maji ya kiriba yalikuwa yana ukomo na yakaishia njiani. Mungu ni Mungu wa chemichemi. Mkono wa mwanadamu unatoa chupa ya maji, mkono wa Bwana unatoa chemichemi. Hivi nani zaidi jamani? Wako wapi watu ambao mnanielewa sawa sawa? Mkono wa mwanadamu unatoa chemichemi, unatoa chupa ya maji, unatoa kiriba cha maji. Sio mkono wa mwanadamu wa kawaida tu, mkono wa Ibrahimu. Sasa mkono wa Ibrahimu kama ulitoa kiriba cha maji, na mkono wa Mungu ukatoa chemichemi, huo ni mkono wa Ibrahimu. Uliweza kutoa kiriba cha maji na mkate mmoja ndani ya utajiri usiopimika. Huyo ni Ibrahimu. Habari ya masawe? Vipi wewe na masawe wako? Vipi wewe na mwaka nani na mwakalinga na mwakatumbula na mwaka nani na mwaka nani? Vipi wewe na Ruekaza mkana nani na nani na nani na nani na nani huko? Vipi wewe huko unakotokea? Hao human beings, hao watu. Vipi wewe? Nataka nikuambie, hama kwenye mkono wa mwanadamu, hamia kwenye mkono wa Mungu. Wako wapi watu wachache hapa ambao wanasema tunaamua kuhama? Wako wapi wanaosema tunahama? Nikusikia unalalamika,
nikusikia unang'ang'ana, nikusikia unalaani, nikusikia unaapiza, unahangaika na mikono ya wanadamu. Leo tunatangaza, tunahama kwenye mikono ya wanadamu, tunahamia kwenye mkono wa Jehova. Wako wapi watu wachache wanaosema nimehama? Pigie Jehova vigelegele, mpigie Jehova vigelegele vya shangwe. Nisaidie kuatikisa jirani yako wawili watatu kwenye bega, mwambie nimehama. Mwambie nimehama, naondoka kwenye mikono ya wanadamu. Nimekaa nina matrauma. Hiyo mikono ya wanadamu imekuletea matrauma. Hivi kuna watu wanaonielewa sawa sawa? Huo mkono wa mwanadamu umekuletea trauma, unakusababishia trauma, unakuletea na mauti ya kijana. Lakini nataka nikuambie mkono wa Jehova ni mkono unaoponya, mkono wa Bwana wa mabwana. Wako wapi watu wanaohamia kwenye mkono wa Bwana, wanaosema ni mkono wa Bwana unaotutoa hapa? Hatuishi kwa mkono wa mwanadamu, hatutakaa kwa mkono wa mwanadamu, hatusurvive kwa mkono wa mwanadamu, hatutaishi kwa mkono wa mwanadamu, tunaishi kwa mkono wa Bwana. Wako wapi watu wachache hapa wanaosema ni kwa mkono wa Bwana? Wako wapi wanawake wanaosema? Wako wapi wanawake ambao wanasema yule Mungu wa Hajiri nawe Mungu wetu leo awaokoe na watoto wetu? Wako wapi hao wanawake hapa? Wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe, wangepiga vigelegele. Hallelujah! Umeomboleza juu ya mkono wa mwanadamu, umesubiri msaada wa mkono wa mwanadamu, umelekesha kwenye mkono wa mwanadamu, unafikiri kwenye mkono wa mwanadamu. Kama mkono wa Ibrahimu ulitenda haya, hii mikono mingine mnaisingizia tu. Na mwambieni ukweli, huo mkono wa mume wako unausingizia tu. Mimi mume wangu angenitendeaga hivi, mimi mke wangu angenifanyaga hivi, mimi baba yangu angenitendeaga hivi, mimi shangazi yangu angenitendeaga hivi, mimi. Hapana. Hama leo, tangaza tu katika maeneo yako yote, nimehama kwenye mikono ya watu na nimehamia kwenye mkono wa Jehova. Hata mkono wa mtu ukitoa msaada, unatoa msaada wa maji ya chupa, lakini mkono wa Bwana hutoa maji ya chemichemi. Oh my God, oh my God, oh my God. Kuna tofauti kubwa ya ujazo kati ya maji ya chupa na maji ya chemichemi. Wako wapi watu wanaohama hapa? Natangaza economic shift, natangaza financial shift, natangaza asubuhi ya leo ya kwamba kuna watu ambao wanahama kutoka heshima mpaka heshima, kutoka neema mpaka neema, kutoka nguvu mpaka nguvu, kutoka uweza mpaka uweza, kutoka mamlaka mpaka mamlaka, kutoka baraka mpaka baraka, kutoka anwani mpaka anwani, kutoka heshima mpaka heshima. Ungempigia Jehova na mikono ya shangwe na vigelegele. Hallelujah! Hallelujah! Kasoro na udhaifu wa mikono ya mwanadamu usikutoe kwenye kusudi la Mungu. Kasoro na udhaifu wa mkono wa mwanadamu usikutoe kwenye kusudi la Mungu mwenye roho na mwenye akili na anayesikia na alisikie neno hili ambalo Roho asema na kanisa. Oh my God, oh my God. Nitarudia tena. Kasoro na udhaifu wa mkono wa mwanadamu usikutoe kwenye kusudi la Mungu na usikutoe kwenye mkono wa Mungu. Kila aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho asema na kanisa. Mabibi na mabwana, nimehubiri katika juma zima, juma la recovery week, juma la kuondoa trauma kwenye maisha yetu. Na hii ni trauma week. Trauma week. Nimehubiri hapa kwa siku 10. Na mimi nataka niwaambie leo, kimsingi nimemaliza. Jumatatu ataendelea mwalimu mwingine. Neno halijaisha lakini na mimi nimechoka. Jumatatu ataendelea mwalimu mwingine. Lakini kwa siku hizi 10 ambazo nimesimama katika trauma, nasema hivi: maneno niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Maneno niliyowaambia, Yesu akawaambia wanafunzi wake, maneno niliyowaambia ni roho tena ni uzima.
na mimi nawaombea yawe roho tena yawe uzima katika maisha yenu. Washindi wachache wangempigia Jehova na makofi mengi. Haleluya.